uliopita, na baada ya hapo hatujakutana mpaka sasa kwa sababu tulitoa nafasi ya kutosha kwa kampeni za uchaguzi kufanyika na hatimaye mchakato mzima wa uchaguzi ufanyike ili watu wapate fursa ya kuwasikiliza wagombea na msemaji mkuu wa serikali asije katikati na kuanza kuwachanganya. Kama tulifanya makusudi ili tutoe nafasi kwa Watanzania kusikiliza sera za wagombea mbalimbali ambao walikuwa wanatafuta nafasi za uongozi. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekutana hapa leo kwa ajili ya jambo moja ambalo nimeona nizungumze nanyi ili kueleza baadhi ya mambo yaliyojitokeza kufuatia matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku chache zilizofuata. Nyote mtakumbuka kuwa tarehe 29 mwezi Oktoba kulikuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, na Watanzania walijitokeza katika siku hii ili kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowataka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza Watanzania wote kwa kutumia haki hii pasavyo, na hatimaye wamempata rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wabunge, madiwani ambao wataongoza katika kipindi cha miaka mitano. Halikadhalika nawapongeza kwa kujitokeza kwa wingi, ambapo katika safari hii maandalizi mazuri yaliyofanywa na Tume Huru ya Uchaguzi INEC kwa kuwezeshwa fedha kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Watanzania wengi wamejitokeza kupiga kura. Nadhani namba mlitajiwa, lakini pia zoezi lenyewe la upigaji wa kura lilikuwa rahisi sana. Tulikuwa na vituo vingi, haijapata kutokea, na watu walijitokeza kwenye vituo vyote ndani ya muda mfupi, wakawa wanaweza kupiga kura na kuondoka, na hivyo zoezi letu likafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Na washambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua, nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko, na waandishi wetu wa habari wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari wa Tanzania tunahitaji kusifiwa na Watanzania, na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa kiuchumi. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme, mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi mwandishi wa habari hasa, tena field journalist, niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani tungesema mimi ni field marshal. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa, I know what I'm doing. Kwa nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji, responsible journalism, which embarks in reporting news accurately, fair and accountable, kwa usahihi, kwa usawa na kwa uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism.
Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, to verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapo, hujamuuliza. Kwa hiyo umekwenda kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litaje, na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uwezo ukasema kuna hili jambo limetokea, umelipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza panic chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wajulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje, alafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo ili kuambia mnachokifanya ni sahihi. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa, mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania, utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Dar es Salaam mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku. Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalie vyombo vya habari vya nchi jirani kule. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyeje. Sasa how can you be proud of your country? Kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora, maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very light. Very light. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali, na tutalifanya, and be proud of us. La tano, kwa Watanzania wote, naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tungamue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu, tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia,
madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanywa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani Watanzania wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji. Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao, mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi, na huko mbele nitaeleza. Wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative. The weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania, simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni, wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania, waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Na naposema haya situngi maneno. Sisi wote tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza vyombo vya habari vikiwepo vya majirani zetu. Wote mtakuwa mmeona kampeni za mtandaoni. Walianza kuhamasisha haki. Sasa kwa sababu wamefikia hatua tuliofikia leo, wameanza kubadilisha mwelekeo. Sasa wanakwenda kwenye lengo walilokuwa wanalitaka. Wanahamasisha tuende tukaharibu njia zetu za uchumi. Wanawatisha watalii. Wameanzisha kabisa na vikampeni kwenye mtandao, watalii wasije Tanzania. Labda niwaulize waandishi wa habari, hivi watalii wasipokuja Tanzania, wale madereva wa taxi waliopo kwenye miji, kwenye maeneo mbalimbali ambao wanasafirisha watalii, watamsafirisha nani? Watamsafirisha Mwajuma kutoka Buza kwenda Tandale? Wale mamantilia wanauza vyakula watamuuzia nani? Wale wanaouza vinyago watamuuzia nani? Wanaofanya biashara mbalimbali za madini, mazao ya chakula watamuuzia nani? Wazazi wetu wote ni wakulima. Mazao yao wakishavuna watapeleka wapi? Vita ya uchumi. Baadhi ya mbinu hasi wanazotumia ni kutengeneza maudhui ya uongo na kusambaza mtandaoni, ili mradi tu watu wapate hasira. Jana nilikuwa naona eti wanachapisha nukuu ya mimi, nukuu ya uongo. Eti nimesema watakao nukuu, watakao chapisha, watakao sambaza taarifa ya chombo fulani watakamatwa, watawekewa uhaini. Mimi nimesema wapi? Wanadhani watanitisha nisiseme kuhusu Tanzania? Labda Mheshimiwa Rais aniondoe hapo. Nitasema yote yanayohusu hii nchi na nitawaambia Watanzania ukweli kuhusu nchi yao. Hapo wakishatengeneza hako ka kibango chao, wameshakusanyana makundi kule, wanaanza kucomment pale matusi kushambulia. So what? Tangu mmeniona waandishi wa habari nimekonda? Nimepungua? Wamekuja wametengeneza nukuu nyingine eti Mheshimiwa Rais amesema mwandishi wa habari wa chombo fulani hicho, sitaki hata kukitaja, ashtakiwe kwa uhaini. Rais kasema wapi?
Ni lini Mheshimiwa Rais Samia kamzungumzia mwandishi wa habari au chombo cha habari chochote? Ili mradi tu wamekusanyana huko. Na mimi nataka niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana wangu, wakati mwingine kwenye haya mitandao mnaweza mkaingia mkadhani kuna kundi kubwa la watu, kumbe watu wajanja 10-20 wamekusanyana mahali, kila mmoja ana akaunti za mitandao 200-300, wanalipwa hapo, kazi yao tu ni kupambisha, kuchochea, kutia fitina, kufanyeje. Hii ni nchi yetu wa Tanzania, ni muhimu tuilinde kwa wivu mkubwa. Naomba wa Tanzania tukatae kuruhusu mambo haya. Mheshimiwa Rais ameshasema serikali ipo tayari kusikiliza wote wenye madukuduku, wenye ushauri na wenye maswali. Yote yatapokelewa na yatafanyiwa kazi. Hakuna sababu ya kuharibu nchi yetu. Hakuna sababu. Hata mtoto nyumbani ukipishana lugha na baba, au watoto mkipishana lugha na baba, mnakwenda kutafuta moto, mnachoma nyumba ili mkakae wapi? Mkishachoma nyumba mnakwenda kukaa wapi? Mnakwenda kuchoma shamba la mahindi ili mle mawe, ili mle upepo? Mnakwenda kuchoma baisikeli na mpeleka mtoto shule ili aende kwa miguu? Natamani wa Tanzania mtambue kwa malengo ya watu hawa kutengeneza chokochoko kupitia vyombo vya habari, kufanya uchochezi mitandaoni, kutia hasira watu, lengo ni kuharibu nchi yetu Tanzania. Wanataka kuangusha uchumi wa Tanzania, wanataka kuharibu biashara zetu, wanataka kupunguza watalii ili tukose fedha, na kibaya zaidi ni kutaka Tanzania iadhirike ili washindani wetu wa kibiashara wanufaike. Ni muhimu kutambua hii ni vita ya uchumi kama nilivyosema. Huko kwenye habari, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni njia ya kupita tu, lakini walikokuwa wanataka kufika ndio huku wanakokusema sasa, kwamba tukishavurugana, tumeshatiana hasira na joto limepanda, sasa tuanze kuharibu uchumi, tuanze upya. Tukiruhusu mtego huu utatuathiri sisi wote wa Tanzania. Naomba kurudia kama nilivyosema awali, matukio yale yaliyotokea siku chache na katika miji michache ya nchi yetu, kwa sasa hali ni shwari na Watanzania wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha watu na mali zao wanabakia kuwa salama na matishio yote ya kiusalama yanakabiliwa ipasavyo. Shughuli zetu za kiuchumi zinaendelea vizuri, na Tanzania kwa hivi sasa ni moja ya nchi chache ambazo zinakwenda kupiga hatua kubwa za kiuchumi kupitia miradi mikubwa na ya kimkakati inayoendelea, na mingine imeanza kukamilika na kutoa huduma. Wengi hawaamini kwamba Watanzania, wale Watanzania waliokuwa wanaonekana hohehahe, leo wanaweza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa SGR. Sio jambo dogo. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, wako watu wanafunga safari kutoka nchi zao